Tupo na mwenyekiti wa serikali za mtaa maeneo ya Kigogo Fresh B, naye ni miongoni mwa wageni waliofika katika shule ya sekondari ya Kinyamwezi, lakini ningependezwa zaidi aweze kuniambia ni vitu gani ambavyo vimemsukuma ameweza kufika katika maeneo haya, lakini pia kuna ajenda mbalimbali ambazo zinaweza kuzungumzika katika eneo hili. Akiwa kama ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, ni namna gani sana anaenda kushirikiana na walimu ambao wanapatikana katika shule ya sekondari ya Kinyamwezi? Namna gani anaenda kutoa ushirikiano, kwa sababu tumeshuhudia licha ajenda nyingi kwa maeneo haya, lakini ni pamoja na wanafunzi, kwa maana kwamba mara nyingi wamekuwa hawafiki wengine shule kwa nafasi kubwa sana. Yeye akiwa kama mwenyekiti ambaye pia ni miongoni mwa watu ambao wanapatikana katika kata ya Kubu, ana rai ipi kwa wazazi kuona kwamba anaenda kushirikiana moja kwa moja pamoja na walimu? Mama, kwanza hongera sana, hongera, mnafanya kazi nzuri, lakini pia umeweza kufika katika eneo hili ambao ni sekondari ya Kinyamwezi. Nataka uniambie ni namna gani umesikieje kuona kwamba umeshiriki katika mkutano huu wa wananchi pamoja na viongozi kwenda kujadili mustakabali wa maendeleo ya vijana wetu? Nashukuru sana, mimi binafsi nimeshiriki katika mkutano huu. Kwanza kabisa ni mzazi wa mwanafunzi wa form 2, pia vile vile ni mlezi wa wanafunzi wawili form 1. Unasema kwamba umevaa kofia mbili kwa siku ya leo? Nimevaa kofia mbili kwa siku ya leo. Okay. Na watoto wawili hapa wa form 2 mmoja na wa form 4 mmoja, ambao leo hii walikuwa watatakiwa wazazi tufike kwenye eneo la tukio. Okay. Lakini vile vile nimekuja kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa kuiwakilisha serikali. Okay. Na yote yaliyozungumzwa hapa nimeyaunga mkono na ni mambo ya msingi. Lengo kuu ni kuunganisha kati ya mzazi, mwalimu pamoja na wanafunzi ili kupata maendeleo zaidi, hususani ukizingatia shule yetu ya sekondari ya Kinyamwezi hivi sasa ni shule nzuri ambayo ina matokeo mazuri sana. Kwa hiyo nilikuwa tu nawaomba wazazi tuendelee kushirikiana na walimu wetu, tuwaunge mkono, kwani juhudi za ufaulu wa mwanafunzi ni ushirikiano wa wazazi na walimu pia. Okay, mwenyekiti, nataka utuambie kitu kimoja, ni kwamba nataka tuzungumzie sasa kofia mojawapo ya mzazi. Mwenyekiti tunauweka pembeni. Kwa kama ni mzazi ambao na watoto wako, vijana wako wawili wanasoma katika shule hii, miongoni mwa ajenda mbalimbali zimezungumzika hapa ni utoro kwa wanafunzi, kwa maana kwamba wanafunzi wamekuwa mara nyingi hawafiki kwa wakati katika eneo hili la shule. Ukiwa kama mzazi, ni namna gani sasa unaenda kushirikiana na walimu kwa ajili kwenda kuhamasisha, kuhakikisha kwamba watoto wanaweza kufika shule na kuweza kuendelea na masomo yao kila siku? Nashukuru. Namna ya kushirikiana na walimu ni kufuatilia maendeleo mara kwa mara hapa shuleni. Wazazi tunapaswa kufika shuleni mara kwa mara ili kujua maendeleo ya watoto wetu na utoro mashuleni, kwani tusipofika mashuleni itakuwa ngumu sana kujua kwamba mtoto amefika kwa wakati au hajafika kwa wakati, na hata maendeleo yao hatutoyajua vizuri. Mwisho wa siku tunawavunja moyo walimu katika kufanya kazi yao yenye ufanisi mkubwa, na lengo kuu wanatuokolea watoto wetu wawe kwenye mazingira bora ya baadaye, ambayo mwisho wa siku hayo mazingira ambayo wanayapambania walimu ni manufaa yetu sisi wazazi na si walimu. Kwa hiyo nawasihi wazazi wenzangu tushirikiane na walimu kufuatilia maendeleo. Tukiwaona watoto wetu wako mitaani, tuwaamshe na kuwashtua ili waje mashuleni, waje kwa wakati na wafike mapema. Na la kuzingatia kama alivyosema, wazazi tuwe tayari kuchangia huo uzio kwa ajili ya shule yetu ya sekondari, kwa sababu iko wazi sana. Kwa hiyo fursa ni kubwa sana kwa watoto kujificha kwenye maeneo mbalimbali kwa sababu hakuna uzio. Lakini kutakapokuwa na uzio, ni sehemu mojawapo ambayo ya kuadhibiti wanafunzi wetu katika utoro. Hata uchelewaji wa mashuleni watakuwa hawatochelewa kwa sababu wataonekana kwamba watoto kadhaa wamechelewa. Kwanza nikushukuru sana kwa muda wako, lakini pia hongera, unafanya kazi nzuri. Tumekushuhudia mara kadhaa umekuwa ukishiriki katika mihadhara mbalimbali ukiwa na maana kwamba kwenda kutoa ushirikiano. Hongera sana kwa hilo, na sisi tunakutakia kila la heri, Mwenyezi Mungu aweze kubariki kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Amina, nawashukuru sana Sanga Media TV. Okay. Tuko pamoja sana na nyinyi, Mungu awabariki na kazi njema pia. Okay, shukrani sana. Amina, amina. Naam, huyo ni mwenyekiti wa serikali za mtaa maeneo ya Kigogo Fresh B, naye ni miongoni mwa wazazi ambao wameweza kufika katika eneo hili ambao ni sekondari ya maeneo ya Kinyamwezi kwa ajili kuja kuzungumza mustakabali mzima wa vijana wetu ambao ni wanafunzi ambao wanasoma katika shule hii. Ndio natakiwa kwenda kufanya ni kwenda kusubscribe channel yetu ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.